Na vijana wa Tanzania, hamtakiwi kuwa watazamaji kwenye nchi, kwenye uchumi wa nchi. Mnataka kuwa washiriki, mnatakiwa kuwa washiriki, na hamwezi kushiriki kama mna serikali ambayo inaogopa TikTok, inaogopa Twitter, inaogopa Facebook, inaogopa Instagram, serikali ambayo ina kodi mamluki. Kama nyie mnaweza kutoka kwenye mikoa mbalimbali wenyewe kwa gharama zenu mkaja hapa, hiyo ni level ya juu sana ya commitment. Mmefikia kiwango cha hali ya juu sana cha commitment. Mnatakiwa kuvuka kidogo tu. Tafuta maarifa kwa bidii, ondoa uoga. Hakuna mtu atapaa kwenda mbinguni, wote watakufa. Hata Magufuli aliondoka duniani hapa. Kwa hiyo usitishwe na mtu kwamba wewe utakufa tu. Kwa hiyo nani ataondoka hapa bila kufa? Sana watakuwa wamekutanguliza, lakini na wao wataondoka, na watu watakao kuja watawahoji, kwa nini mlifanya hivi? Wasipowahoji wao, watahoji watoto wao, na hao watoto pesa wanazoiba wanaficha ili watoto wao waje wale. Hawatazira kwa raha, haki ya Mungu nawaambieni, watazira wanakimbia kimbia. Angalia watoto wa Muammar Gaddafi, angalia watoto wa Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi alifungua vituo vya oil Libya, Afrika nzima. Hata ile hoteli tulikuwa tunafanyia vikao, mchungaji Msigu anakumbuka, Bahari Beach, ilikuwa ni hoteli yao ya consortium ya Muammar Gaddafi. Wamekufa familia nzima, hata hakuna mtu wa kuisimamia. Kwa hiyo iling'ang'aniwa tu, sijui nani ameiwahi pale, imekuwa yake, sijui ni ya serikali, sijui ya nani. Kwa ukitendea watu ubaya, unaiba pesa za nchi yetu ili ulimbikizie familia yako ije ishi kwa raha, haitaishi kwa raha, haitaishi kwa raha. Kwa ndugu zangu, tunatakiwa wote tuwe washiriki wa kujenga uchumi wa nchi hii na kunufaika nao. Lakini hatuwezi kwenda kwenye nchi ambayo unafikiri utashiriki uchumi wa nchi hii kwa viongozi wa aina hii. Tunazo fursa kwenye kilimo, tunazo fursa kwenye madini, tunazo fursa kwenye nini? Kwenye viwanda. It's true. Tunazo fursa kwenye misitu, kwenye utalii. Lakini nani wa kucreate hizo fursa kwetu? Kwa sababu hivi inakuwaje mtu anakuambia nchi hii mtu anakosa ajira? Hii nchi ilipaswa kuwa kimbilio la watu kuja kutafuta ajira. Yaani kwa population tulionayo, nchi hii bado hatuna watu wa kufanya kazi. Mimi nawaambie, na nawapa mfano. Siku tumeenda kwa huyu bwana kule kusini, bwana Bere, nikawa nasoma takwimu za korosho, na leo nimejipitia kujikumbusha kidogo. Korosho mwaka 2025 ambao ni mwaka jana, tulizalisha korosho tani 300,000 na kitu mpaka tani 400,000 ambazo zilizalishwa Tanzania. Kwenye hizo korosho iliyobanguliwa Tanzania, yani kutolewa kwenye yale madude na kuwa packed na nini, ni 15% mpaka 20% ya korosho. Kwa kama tani 20,000 hivi au 30 ndio zilibanguliwa Tanzania. Sasa korosho yote tuliouza, ukiuza korosho ghafi, tumeuza kwa dola za Kimarekani ambazo zimetuletea kama shilingi ngapi? Zimeingizia nchi kama bilioni 520 na kitu hivi. Na ukichanganya na zile zilizobanguliwa, tumepata kama trilioni 1.5. Mwaka 1970 nchi ya Vietnam walikuja kujifunza kilimo cha korosho Tanzania. 1970 Vietnam, sisi wakati tunazalisha tani 500,000, tani 400,000 na kitu, Vietnam inazalisha chini ya tani 250,000. Lakini korosho zote zinazolimwa huku, zinazolimwa Ivory Coast, zinasafirishwa kwenda kubanguliwa Vietnam. Sasa Vietnam ina korosho zake tani 250,000. Mwaka jana wamebangua tani 760,000. Nyingine zimetoka Tanzania, nyingine Ivory Coast na nini, zimeenda kama korosho ghafi.
Kwenye hiyo tani 760,000 wamezalisha kuna viwanda 1,000 kwenye hiyo chain: usafirishaji, ubanguaji, kutengeneza ile cashew nut oil, kutengeneza cashew nut juice, wanatengeneza mpaka mafuta kutokana na yale mabibo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye huo mnyororo wa korosho ambao sisi tumepata trilioni 1.4, wao wamepata trilioni 14. Sisi kama mnanielewa? Mimi nafikiri hamuelewi vizuri. Hivi mnaelewa sawa sawa wanachokizungumza? Sasa kama zao la korosho tu limewapatia Vietnam trilioni 14, bajeti ya nchi hii ni trilioni 62 ambazo ni tentative. Msigu anajua tulikuwa tunaita makadirio ya mapato na matumizi, sio actual budget. Yaani tunakadiria kwamba mwaka huu tulikusanya kwenye mpunga shilingi milioni 400, mwakani inawezekana ikawa 500. Kwa serikali inasema mwaka huu tutakusanya 500. Nyanya tulikusanya shilingi milioni 100, mwakani tutakusanya 200, sababu wakulima wataongezeka. Bodaboda mwaka huu walikuwa wanaendesha watu 1,000,000, mwakani watakuwa wamemaliza chuo, wataendesha 2,000,000. Kwa hiyo hapa tutadabo. Ndio bajeti ya Tanzania. Kwa hiyo inakadiriwa. Ikitokea ule mpunga waliokadiria kwamba watapata milioni 200, mvua haijanyesha, tayari bajeti imeshayumba hapa. Hivi je, mnanielewa vizuri? Haya, wanasema mwaka huu watalii watakuja, mwaka jana walikuja 250,000, mwaka huu watakuja 300,000. Ikitokea COVID-19 nchi haziruhusi kusafiri, tayari bajeti imeshayumba hapa. Sasa wewe una bajeti ya trilioni 62 ambayo sio actual budget. Ndio maana leo mtu mmoja niambie, anayetoka Mwanza si wapi, aniambie mradi mmoja wa serikali anaouona unaendelea. Hakuna mradi unaoendelea, sio maji, sio ni halmashauri. Watu wanaenda wanakaa na bwana the chanzo mzee wa chanzo. Hebu fuatilia halmashauri zetu function yake kwa sasa. Unajua tuna tatizo kubwa la media na nchi. Hebu fuatilia ni halmashauri gani na mradi kwenye nchi unaoendelea. Nchi nzima watu wanalipwa mishahara, wanaenda wanarudi nyumbani. No money, hakuna fedha. Uongo kweli? Na nilimsikia juzi Kitila Mkumbo anasema sisi tunajinini, tunajitosheleza, hatutegemei sui nini. Sasa hata kwa akili ya kawaida tu, bwana Kitila Mkumbo, mapato ya TRA mnayosema, mnasema mnakusanya trilioni 3 kwa mwezi, na sijui kama ni uhakika. Sasa trilioni 3 mara 12 ni ngapi? Si 36. Ukipata na hicho wanachoitwa magawio, ambayo Rani amezungumza hapa kuhusu sui nini, mashirika ya umma, hizo zinaitwa makusanyo yasiyokuwa, ambayo sio ya kikodi, makusanyo yasiyokuwa ya kikodi. Mimi nilikuwa na Msigwa bungeni, najua wanasema wanakusanya 75%, makusanyo yasiyokuwa ya kikodi na makusanyo ya kodi. Sasa hizo nyingine unatoa wapi, Kitila Mkumbo, kama sio wazungu wanaokupa? Ndio maana nchi hii kwa miaka Samia ameingia 2021, sio? Kwa miaka yake mpaka leo amekopa trilioni 59. Marais wote tangu Nyerere mpaka yeye trilioni 54. Ziko wapi hizo pesa? KSDR pale Magufuli alipoiachia hapa Dodoma ndio iko hapo hapa. Na juzi nimeona ameenda kuzindua nyingine kutoka Tabora. Tabora wapi? Kutoka Tabora kwenda Kigoma. Sasa unajiuliza, yaani wewe unatoka hapa unaenda kuzindua ujenzi wa reli kutoka Tabora kwenda Kigoma, wakati hiyo reli ya kutoka hapa Dodoma iende mpaka Tabora haipo. Sasa hii itaunganishwa na nini? Tukisema haya eti wanatafuta mamluki,
wanawapa fedha si na watu wajinga wajinga watutukane, si eti wanajiandaa eti watuletee fujo kwenye chama hiki. Chama kishavuka level ya kuletewa fujo na mtu hiki, na hakuna wa kukitisha. Sasa vijana, kama nyie mna korosho ambazo zingeweza kuwazalishia zaidi ya trilioni 20, hebu jiulize, kama hizi korosho zingebanguliwa ndani ya nchi, zikazalishwa ndani ya nchi, hivyo viwanda tu hivyo vya Vietnam vimeajiri zaidi ya watu milioni 1. Hiyo chain ya korosho. Tanzania hii tangu uhuru mpaka leo, serikali ya CCM, watu walioajiriwa serikalini, nimemwona mwalimu wangu Gratian Mkoba, si yuko hapa, watu walioajiriwa serikalini, takwimu za serikali, jeshi, si polisi, si nini, watu 520,000 uhuru mpaka sasa hivi, wakati korosho tu Vietnam inaajiri watu milioni 1. Yani hao ni kwenye viwanda, kwenye nini. Hiyo ni korosho ambayo tunayo. Fikiria hiyo ingetuajiria watu hapa, lakini vile vile hiyo korosho, hizo fedha zingeingia kwenye serikali. Kwa hiyo serikali hii leo haiwezi kuajiri walimu. Kwa nini? Sio kwa sababu shule zina walimu wa kutosha, ni kwa sababu watakwambia hatuna budget. Sasa wangepata hizo fedha, maana yake wangeajiri tena walimu. Wangepata hizo fedha, tunaenda kwenye zahanati, hazina madaktari, hazina manesi, hazina watu wa maabara, wangeajiri manesi. Kuna vituo vya polisi vinatakiwa huko maeneo mbalimbali, hatuna vituo vya polisi. Tungeongeza polisi, tungeongeza jeshi, sio kama mnanielewa. Maana yake serikali ingepata mapato zaidi, ingeajiri watu zaidi. Sasa hiyo ni nchi yenye shida ya ajira au yenye shida ya akili ya viongozi? Nanielewa vizuri nyie? Shida sio ajira, shida ni nani anaongoza watu kwenda kwenye ajira. Kama una akili ya kufuga kuku, unapewa kuendesha ndege, huwezi. Hapo nimeonyesha kwenye nini, kwenye korosho. Zao moja, magunia ambayo yanabeba hiyo korosho. Mwalimu Nyerere amejenga viwanda. Tulikuwa hapa tunasoma kilimo cha mkonge Tanga na kule Mtwara, akajenga nini, viwanda pale vya kutengeneza yale gunia la kubebea viazi, gunia la kubebea magimbi, gunia la kubebea korosho. Mkonge upo, tunaweza kusuka magunia. Mwaka jana tumeagiza magunia ya jute ya kubebea korosho, kubebea viazi, kubebea nini, ya shilingi za Kitanzania, ya dola milioni 4.4, ambazo ni sawa sawa na bilioni 12 za Kitanzania. Kiwanda cha kuchakata kutengeneza magunia kinaweza kujengwa kwa chini ya bilioni 5 na kikaajiri watu wako, na hizo fedha unazotoa nje ya nchi zikabaki zikakusaidia kuajiri watu. Lakini kwa roho mbaya na uwezo mdogo wameagiza magunia kutoka India, alafu nyie hamna ajira, na wanakuambia uende kuwa chawa wao ukitegemea ajira ya uchawa. Ajira ya chawa ni kuramba miguu. Ajira ya mtu mwenye akili ni kujiamini, ufanye kazi, upate kazi kwa uwezo wako, sio kuramba miguu ya mtu. Tuna matatizo ya watu walioko madarakani. Wamepatikanaje? Wamefikaje pale walipo? Je, wanaweza kututoa hapa? Tunaanzisha mgodi mpya pale Sengerema, Nyanzaga, unakwenda kuwa mgodi namba 1. Halifa tafiti pale bana,
Tanzania na Afrika kwa uzalishaji, deposit ya kutisha pale. Amepewa nani? Ule mgodi STAMICO ndio walikuwa wenye lile eneo. Kama serikali ina akili na inawapenda watu wake, you don't just give this kind of potential kwa watu wa nje. You can mine yourself. Tumeona kuna Watanzania wanaweza kumaini hapa. Hata kama hawezi, Mtanzania ambaye yuko humu ukiwaunganisha, ukawapa fedha, wakaunganisha nguvu, wanachimba pale. Au kama STAMICO inaingia mkataba na hao watu, usiingie mkataba wa kutuambia sijui free carried interest, takataka zile alizokuwa anajadili Kabudi. Ametoa macho, hajai kuuza hata nyanya. Uongo mtupu. Wewe unajifanya kwamba unapewa free carried interest 16%. Wakati huo huo wewe hauko kwenye bodi ya uendeshaji. Wao ndio wanaajiri, wao ndio wananunua vifaa. It's just very simple. Wao wanachofanya, wakienda kununua greda kule nje, wanatengeneza kampuni yao ya kule nje, wananunua greda kwao. Kwa sababu wewe unasubiri faida, huna mtaji uliowekeza pale. Wanasema hii maiki kama tumenunua shilingi 200,000, wao wanasema 1,000,000. Madawa kama tumenunua kiasi fulani, watasema 1,20,000. Alafu wanakuja uzalishaji tumepata bilioni 10. Matumizi tulinunua greda bilioni 2, tulinunua matairi bilioni 3, tulinunua shilingi ngapi bilioni, matumizi bilioni 12. Kwa hiyo tumepata hasara na wote tunadaiwa. Kwa hiyo na wewe unaingia kwenye deni. Tukiwa bungeni tukawaambia hauwezi kupata faida kwenye biashara ya madini kwa ujinga huo. Unachofanya ni nini? Fungua viwanda vya vitu unavyoweza kwenye nchi yako. Moja, viatu, zile safety boots. Tunashindwa kutengeneza safety boots hapa. Hapo Mwalimu alikuwa na viwanda vya bata, si bora, si tunatengeneza viatu Tanzania hapo. Uongo kweli? Hawa wanajeshi hawa, mna jeshi lenu. Jeshi duniani ndio chombo cha creativity. Mnawaacha wanajeshi tu wanakuwa na vibanda. Wape kiwanda cha kutengeneza viatu. Tengeneza viatu, boots. Alafu haya makampuni makubwa ya kizungu mnawaambia kama unakuja kuwekeza kwangu, safety boots zote utanunua ndani ya nchi yangu. Wape mtaji watu wako. Kwa hiyo huyu mtu atalazimika kununua viatu kwako. Ile hela ambayo inatoka hapa inaingia ndani ya nchi yako. Hicho kiwanda kinachotengeneza hizo buti zitaajiri watu wako. Kwa hiyo utapata kodi kwenye kiwanda, lakini cha pili utapata kodi kwa wale wafanyakazi wa hicho kiwanda, pay as you earn. Hivi nyewe mnanielewa vizuri? Haya, unaagiza nati, unaagiza bolti, unaagiza misumari kutoka China, unaagiza reflectors, hivyo vile vidude wanavyovaa boda boda, ndugu zangu, kofia ngumu unaagiza kutoka China. Alafu unaambia watu ajira hakuna, ajira ni ngumu. Waziri anasimama bungeni, unajua vijana tengenezeni ajira. Ndio maana nikamwambia Kabudi, wewe kama unataka vijana wakaajiriwe, anza wewe. Wewe si profesa, umeshindwa nini wewe umekimbia kuja bungeni kuomba ajira kwa wananchi? Anza wewe, jiajiri kwanza wewe. Fungua duka, kibanda, tuone kwamba Kabudi mfano mzuri huu hapa, anauza kibanda na anapata faida. Sasa mgodi kama ule wa Nyanzaga wanakabidhiwa wazungu pale, watachimba, wataondoka, Mwanza itabaki vile vile, hakuna maji, hakuna chochote, na sisi hatutapata ajira. Naambiwa aliyeko juu ngoje wapi? Mtangoje milele na mtakufa bila, kama alivyosema Profesa J, takufa bila kelele. Haiwezekani. Nchi hii ina matatizo 90% ya kutengeneza. 90% matatizo ya vijana, matatizo ya uongozi, matatizo ni ya kutengeneza. Bila shaka tumeambiwa hapa kijana huyo amepata ajali. Ajali nyingi kwenye nchi hii zinatokana na barabara mbovu. Hizo sio barabara, ni takataka, mashimo kila kona.